وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بنور الفهم ويوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nianze kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala anayetuafikisha kwa mengi, lakini kubwa ni mshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa wakati kama huu kutuwafikisha kukusanyika pahala hapa patukufu katika wakati huu mtukufu kwa jambo hili kubwa tukufu la kukisoma kitabu chake katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Bila shaka tunayapata yale ambayo kwamba ametuahidi kwa kitendo chetu hiki. Namshukuru Mwenyezi Mungu kutuwafikisha. Binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukalia tena kiti hichi kwa mara nyingine baada ya kuwa ishatangulia kukaa huko mara kadhaa, kwa kuteuliwa, kuaminiwa, lakini kuamrishwa na mashake zangu wakiwemo Sheikh Abdallah kuja kudiriki kulishika darasa hili lake ambalo yeye ndio muasisi na yeye ndio msimamizi, lakini ameamua kututuma nikiwemo mimi kwa yale ambayo pia tunaweza tukaja kuyaona katika sura yetu hii ya leo. Mwanadamu siku zote hupenda, hasa watu wa dini, baada ya kuwa yeye ameifanya kazi ya dini kwa muda mrefu ya kulingania watu, lakini mapenzi yake siku moja akiondoka aache watu watakaofanya jambo hilo. Basi na sisi tunaitikia wito huo, tunatekeleza amri za mashake zetu, huku tukimuomba Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, awatengenezee mambo yao, aweke mbali na kila aina za changamoto za ulimwengu wetu huu. Namshukuru yeye binafsi na wale wote walioleta fikra hii, lakini kadhalika pia nawashukuru nanyi waumini wa msikiti huu na hata wale ambao kwamba tunaswali tu kwa kuamua kubaki kwa ajili ya jukumu lenu la kukisikiliza kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawashukuru kwa sababu najua si kwamba mmekaa kwa ajili ya kupata kipya, bali ni yale yale mnayoyajua kila siku, lakini tu mmeingia katika fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Mwenyezi Mungu nanyi awalipe kila la kheri. Darasa yetu ya Qur'ani leo kama nilivyoambiwa na mashake zangu, tutaanza mwanzo wa suratu Maryam. Suratu Maryam ni katika sura mashuhuri sana katika Qur'ani, nayo ni miongoni mwa zile sura zilizoshuka kipindi cha kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Yani miongoni mwa sura zinazoitwa Makkiyat. Suratu Makkiyah ni sura iliyoshuka Maka na ina aya 98 alal asah, na imeitwa Suratu Maryam kwa sababu ndani yake imekusanya kisa maarufu cha Bibi Maryam na ujauzito wake wa kuzaliwa Masihi Isa ibn Maryam. Kwa hiyo kwa sababu kisa kile ni kisa cha kipekee, kisa chenye mvuto, lakini kisa kilichochukua tuseme kwa lugha ya sasa, kisa kilichotrendi sana na kitakachoendelea kutrendi. Kwa hiyo wanachuoni wakaipa jina hili sura hii kwamba ni Suratu Maryam. Lakini sura hii ni katika sura mbili maarufu sana kwa visa vyake.
ikiwamo suratu Al-Kahfi. Kwa wasomaji wanajua hilo, ni sura ambayo pia ina visa vyenye kuvutia, visa vyenye kujenga na kukomaza imani ya muumini, kama kile kisa cha watu wa pango waliokuwa na wakaishi humo muda mrefu pasi na kula, pasi na kunywa, miaka kwa miaka, kwa tofauti wanavyosema wanachuoni na aliokuja katika Qur'ani humo, lakini wakatoka wakiwa hai na wakaendelea na maisha. Lakini kuna kisa cha wale watu wawili kuhusiana na mashamba, lakini kuna kisa cha Musa na Khidri, kuna kisa cha Dhulqarnaini. Yani mle wanasema katika suratul Kahfi kuna kisa kinachohusu mambo ya itikadi, kuna kisa kinachohusu mambo ya uchumi, kuna kisa kinachohusu mambo ya siasa, lakini pia kuna kisa kinachohusu mambo ya elimu. Someni suratul Kahfi kama alivyotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isomwe katika kila siku ya Ijumaa, lakini pia isomwe sana misikitini, madarasani, uyaone yaliyoko mle katika visa vinne hivi. Ukitaka mambo ya siasa mle yamo, unajua wapo wanasiasa, lakini ukitaka mambo ya elimu mle imo, elimu na taratibu zake. Ukitaka mambo ya uchumi mle yamo, uchumi na mipango yake, lakini kadhalika mambo ya aqida al-mu'taqadat katika suratul Kahf. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan mpaka mwisho. Utakutana humo zimetajwa habari za watu wa pango, utakutana na habari za ashabul janna wale, utakutana na habari za Musa na Khidri, zinavutia sana, lakini mwisho kinamalizika sura ile kwa kisa cha Dhulqarnaini na mambo ya riasa. Mwenyezi Mungu atuongoze tupate kujua aliyokusudia Mwenyezi Mungu kupitia katika kitabu chake kwa manufaa yetu. Lakini sura ya pili ni hii, kama wanavyosema watu wa tafsiri, pia nayo ni sura ambayo ndani yake kuna mambo ya kuvutia sana, kama tutakavyoiona. Inaanza na kisa cha Zakaria. Kwa nini kinavutia? Kisa cha Zakaria ni kwamba Nabii Allah Zakaria ashafikia umri wa ukongwe, kwa tofauti kama wanavyosema wanachuoni, miaka 70, miaka 80, miaka 90 alikuwepo huko, lakini akamuomba Mwenyezi Mungu apate mtoto. Sasa ajabu sio hiyo, ilikuwa huko nyuma ashajulikana mke wake ni tasa, yeye mkongwe na mke wake ni akhir tasa, lakini ikafanya kazi ya dua, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siri siri apate mtoto kwa malengo tutakayoyaona leo, na akapata mtoto, na kwa bahati nzuri mtoto wenyewe akaja kama alivyomwelekeza katika dua yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye ni Yahya. Lakini sio hivyo, kuna kisa humu cha kuzaliwa Isa ibn Maryam, mtu pekee aliozaliwa pasi na baba, kazaliwa na mama tu. Huyu anaoitwa Yesu Kristo, Nabii Allah Isa alayhi salam. Habari zake utazipata humu kwa usahihi, ndivyo zilivyo. Kwa hiyo ni sura ambayo nayo inaelezea mambo ya visa. Nilichomeke jambo moja hapa. Leo kuna baadhi ya watu hawapendi kabisa kusikiliza mambo ya visa, na kuna baadhi ya wanachuoni hasa wengine usimama kabisa wakachukia watu wasitoe habari za visa. Sasa sijui wanaelezea nini tukikutana na kusas kama hizi, visa vya watu wema. Na kuna baadhi ya watu wanapigwa chapa, usimsikilize yule, ni qasas, yule ni qasas, yule ni mtu wa kupenda visa tu. Hatukuelewi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasimuliwa visa vyote.
soma hizo sura mbili, kaisome Kahfi. Ukitoka Kahfi njoo isome hii sura Maryam, alafu nenda kasome sura Qasas, ukakutana na visa huko. Mungu anamwambia Mtume Muhammad vipi sallallahu alaihi wasallam, nahnu naqussu alayka min anba'ir rusuli ma yuthabbitu bihi fuadak. Sisi tunakuhadithia habari za mitume kiasi ambacho kifua chako kithibitike. Ndio unatakiwa wewe ujue habari za visa hivi, kama mmoja katika wanachuoni anavyosema, anasema qisasul anbiya hablun min habailillah yuqawi bihi ibadahu salihin. Visa vya watu wema ni kamba miongoni mwa kamba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo huwavuta waja wake wema. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Kwa hiyo tunasoma sura Maryam, na sura hii ina maudhui mengi. Inshallah tutakaohudhuria darasa za huko mbele tutaona, lakini moja katika fadhila vya sura hii au visa vyake kama alivyopokea Muhammad ibn Ishaq katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Ummi Salama, mmoja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama alivyokiandika Imam Ahmad bin Hanbal katika musnad yake, imepokewa kutoka kwa Abdullah bin Mas'udi katika kisa cha hijra ya mwanzo. Nasemekana ulikuwa mwaka ima wa 3 au wa 5. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha maswahaba wake, wakati ule ni wachache, hawafiki hata 150, wahame kutoka Maka waende katika nchi ya Uhabeshi, baada ya kupata habari kule kuna mfalme mwenye kuchunga haki, mfalme asiyojua mambo ya dhulma, naye ni Najashi. Najashi ni mfalme lakini alikuwa kitamadhhab na akiishi katika dini ya Isa alayhi salam. Wakaondoka watu wasiofikia 100, ikiwa kuna wanawake 4, wakafika mpaka Habasha na wakajisalimisha, na mfalme akawapokea. Makuraishi wa Maka baada ya kujua jambo hilo waliwatuma watu akiwemo Amr ibn al-As wakati ule, waende wakati ya fitina wafukuzwe wale. Wakapewa na zawadi za kwenda kumpa mfalme na nyinginezo nyingi kuwapa wapambe wake. Walipofika, kabla ya kufika kwa Najashi, wakawapa wazee wa baraza la Najashi zawadi zile, na wakawafundisha kwamba wamekuja watu hapa, watu wabaya, wamekimbia katika nchi yao. Kosa lao kubwa, wamekataa dini ya babu zao, wakaanzisha dini mpya. Wameanzisha sasa, wamekuja huku wasije wakawaharibu. Kesho tufanyeni mpango, tukutane na mfalme, tuwaeleze habari za ubaya za watu hawa, watimuliwe. Kweli siku ya pili wakaenda. Walipofika wakazieleza habari zile, na uzuri wazee wa baraza walikuwa shakula rushwa wote, wakawa upande wa kina Amr ibn al-As, kwamba kweli hawa ni watu wabaya, hawafai, fuku zile mbali, watatuharibia watoto wetu, mila yetu itapotea maadamu wameshindwa kwao, wametumiliwa huku kwetu, wanakuja kufanya nini? Mambo hayo hayakuanza sasa, yameanza zamani sana. Najashi alikuwa ni mfalme kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtenda haki. Hakusikiliza maneno yale, akamwambia sikilizeni, kwani dunia nzima ni hapa tu kwangu? Kwa nini wasiende nchi nyingine? Kilichowafanya wakimbilie hapa nini? Hapa kwangu wafukuzwi mtu, na sitosikiza maneno yenu mpaka nijiridhishe mie mwenyewe, mpaka nijiridhishe. Hebu njooni. Wakatafutwa wale mabwana, wakaulizwa kilichowaleta huku ni nini? Maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wa kweli, hawakuficha, wakaeleza kila kitu. Sisi kabla ya kuja huyo bwana anaitwa Muhammad tulikuwa wajinga, tulikuwa tukiabudu masanamu, hatukuabudu dini yako wala dini hiyo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiabudu masanamu, tulikuwa kadha wa kadha,
akaja bwana huyu Mungu amrahamu akatuongoza. Sasa hawa wenzetu hawataki, wakaanza kutuadhibu, wakatupiga, wakatufunga. Mtume akatwambia tukimbilie kwako, wewe huku hutotubuguzi, tutaendelea na dini yetu, sisi hatukuja kuvuruga dini yako. Akaambia hakuna maneno ya ukweli kama hayo, bakini hapa, bakini na hizi zawadi zenu, chukueni, mimi sina haja ya zawadi. Wakashindwa kwa mara ya kwanza. Amr ibn al-As alikuwa ni mtu mjanja, aliporudi akakaa na wenziwe, jamani turudi tena sasa, twendeni tukamfundishe cha kuwauliza wale. Wakaitwa tena swali la mara ya pili, nenda kawaulize wanasemaje kuhusiana na Isa ibn Maryam, wanasemaje? Sawa sawa, manake huko wana maneno mengi hawa, wanasema Isa sio mtoto wa Mungu, na sisi tunajua katika dini yenu Isa ni mtoto. Nenda kawaulize. Wakaitwa mara pili. Haya, wanasemaje? Jafar huyu ambaye tutakuja kumuona hapa, Ibn Abi Talib, alikuwa ndio kiongozi wa msafara ule, kama alivyojibu mara ya kwanza, akasema kweli sisi tumekuja hapa kwa habari za Isa zipo, mtume wetu anatuelezea ala annahu ni mtu na wala sio mtoto wa Mungu, isipokuwa ni mtume tu, mama yake ni Mariamu, kadha wa kadha. Sisi ndio tunavyojua sisi. Wala unaona, Najashi akasema mimi najua hivyo hivyo. Hivyo anavyosema huyu na mimi najua hivyo hivyo. Na ndio huyu bwana Jafar ibn Abi Talib akamsomea hizi aya ambazo tunataka kuzisoma sisi hapa, ikaenda mpaka habari ya Isa ibn Maryam. Tumsalimu Mtume Muhammad. Kwa hiyo ni sura ambayo hapa tumesema kiufupi ufupi, lakini ina fadhila nyingi. Tuangalieni kwa uchache. Aya ya mwanzo kama kawaida imeanza na ahrufu hijai, zile kaf haya ain sad, ndio wanachuoni wanatueleza kina Sheikh Abdallah, Allahu a'lamu bimuradiha, Mwenyezi Mungu ndo anajua makusudio ya hizi ahrufu munqati zilizokuja kwenye Qur'ani, kuanzia alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ha mim ain sin qaf nun sad, ziko tele hizo taha wa halum majarra. Kiufupi wanasema Mwenyezi Mungu ameamua kuleta baadhi ya sura kwa mianzo hii kwa kuonyesha ijazul Qur'an, kwamba hili ni neno la Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna mtu anayeeleza kueleta mfano wake. Na kama unaweza, hebu tuambie maana ya alif lam mim ra, hebu tueleze maana ya nuni peke yake, kaf ha ya ain sad. Itakuwa unabambanya tu, maana yake anabaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewa na haya? Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dhikru rahmati rabbika, huu ni utajo wa huruma ya Bwana wako mlezi, abdahu, kumhurumia mja wake Zakaria. Tumeelewa na dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, utajo wa huruma ya Mola wako mlezi kumhurumia mja wake Zakaria. Yani kama anakufungulia kwamba sasa unataka kusoma namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomhurumia mja wake Zakaria. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, Mwenyezi Mungu alimhurumia mja wake Zakaria. Vipi? Lini? Idh, pale nadahu, alipomuomba rabbahu, mola wake mlezi, nidaan khafia, maombi ya siri, maombi au ulingano wa siri. Nao kiufupi Zakaria
alivyokuwa, kama tutaiona dua yake huko mbele. Ngoja tuisome kabisa. Alimwambiaje? Qala, alisema Zakaria kwanza ni nani? Ni nabii min anbiya ila, na ni katika kizazi cha Suleimani bin Daudi, silsila ni ile ile, ni katika watoto wa Suleiman Zakaria, sawa? Katika vijukuu vya Daudi alayhi salam, sawa. Sasa utume umekwenda, ulipofika kwake akawa ana wasiwasi utume utakoma pale, kwa sababu ameishi mpaka amefikia umri kama wa Sheikh Abdallah au zaidi, hana mtoto, na alishaambiwa huko nyuma mkewe hazai. Kwa hiyo akawa na wasiwasi. Babu yake Daudi alikuwa mtume, baba yake Suleimani alikuwa mtume, yeye utume utakomea pale, hana kizazi, sawa sawa, hana kizazi, kama uchungu wa kibinadamu mwingine. Akamwambia, idh qala rabbi inni wahana al'azmu minni, bwana wangu mimi nishazeeka, mimi yani nishachakaa, mifupa yangu ishachakaa. Wahana al'azmu minni ay kabirtu, nishakuwa mzee mimi. Washta'ala ar-ra'su shayba, na kichwa changu kishawaka mvi, kichwa changu kishakuwa cheupe, kishawaka mvi, nishazeeka mimi. Walam akun, na sijawahi kuwa mimi, biduaika, kwa kukuomba wewe, rabbi shaqiyan, bwana wangu mlezi ni mwenye kukosa. Sijawahi kukuomba dua ukanirudisha mikono mitupu hata mara moja. Sasa nakuomba tena, na dua hii japokuwa asbabu zote na hicho ninachokitaka hazipo tena, sasa kwa lengo lile lile na kawaida yako ile ile ya kutonirudisha nyuma katika maombi, na kuomba unikubalie dua hii. Nidaan khafia, wanasema ilikuwa ni dua yake ya usiku. Na hapa tuseme kitu, tumeelewana eh? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiku ndo wakati wake hasa wa kuombwa, na watu wengi hilo jambo wanalijua. Wajanja wanaamka usiku kumuomba Mola. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuelezea kwamba usiku ndio kila kitu, akasema fa idha stata'ta an takuna min alladhina yad'una Allah fi tilka sa'a fakun, ikiwa wewe unaweza kuwa miongoni mwa wale wanamuomba Mwenyezi Mungu usiku, jitahidi uwe, wala usipate tabu wewe. Amka usiku karibu na alfajiri, ule kipindi kinaitwa sahar. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, Mungu anawasifu wacha Mungu siku ya kiyama watakuwa fi jannatin, katika mabustani, wa uyunin, na katika swimming pool. Ndio uyun, swimming pool za kweli, sio za kubadilisha maji. Wanafanya nini? Akhidhina ma atahum rabbuhum, wanapokea yale aliyowatarishia Mola wao na kuwapa. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Kwa nini? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kwa sababu hawa walikuwa kabla ya leo ni wema, wanayakini na imani zao, walikuwa ni watu wa ihsan. Kitu gani kilichowafika hapo? Piga mstari hapo. Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa usiku wanalala kiduchu, hawakuwa wakilala mpaka wanachanganyikiwa, wanalala mpaka asubuhi, wakiamka wanajisifu, jana katika siku nzolala, hasa jana nimelala, alhamdulillah. Mtu anafurahi kwa kulala
Unalala nini bwana? Unalala nini? Kulala ni kufa. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku alladhi qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Wewe aya hiyo hujui. Unalala tena unaambia mtu bwana naenda kulala, waambie watu naenda kulala huko, na unafunga mlango, unawasha na dawa mbu au unakunjua neti au unawasha AC, kisha unalala bukheri, unaenda kufa. Sasa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Mungu ndo anaoziua nafsi wakati wa kufa kwake. Wallati lam tamut, lakini fi manami, na ndio Mungu anaowaua watu katika usingizi wako. Pale ukifa ukilala Mungu kakuua pale. Fayumsiku alladhi qada 'alayha al-maut, Mungu anazizuia zile nafsi ambazo amezihukumia kifo kwenye usingizi. Kama huyu kalala na afe umumu, basi Mungu tena anaminya, anakandamiza pale pale. Au mnielewi? Ndio saumu. Mtizameni basi. Kama ushahukumiwa kufa pale, ndio Mwenyezi Mungu anafanya, anakandamiza pale pale. Watu asubuhi, kafa bwana, kaenda kulala kafa. Akwenda kulala, alikwenda kufa. Wa yursilu al-ukhra, lakini nyingine anazitoa katika umauti, anazirudisha tena mtaani. Ndio kama jana sisi tulilala, tulikufa, Mungu alituua kidogo, lakini akaona bado muda wetu, akazifyatua, tumeibuka tena. Leo tuko Kariakoo na nazi zetu na machungwa yetu, wajanja kama sisi hakuna. Ndio anakutaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukiamka asubuhi shukuru. Neno la kwanza ulete attitude, embrace the count, yani uhesabu neema ya Allah, nayo ni kukuamsha tena. Sema alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani. Usiache dua hiyo mzee, mshukuru Mungu. Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenihui baada ya kuwa aliniua usiku kucha, tena sangine kaniua vibaya na janaba. Umefanya mambo yako, umechoka, ndo Mtume anakuambia ukimaliza ile mechi usiku kaoge ndo uje kulala. Umeelewa? Mtizameni basi. Sawa, Sharifu huko hapo. Ukimaliza at least kaoge, ujiswafi, uje kufa. Tumeelewa na? Kwa hiyo ukiamka asubuhi sema alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenihui baada ya kuwa alishaniua, nilikuwa nishakufa, nimeamka tena, nipo kipata msikitini. Haya, unangojea kufa tena usiku. Sasa usiku ndo wakati wa kuwa macho. Ndo kuna dua katufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema tuwezeshe kusimama usiku wa nasu niyam. Kwa hiyo amka umuombe Mwenyezi Mungu usiku, kama alivyofanya Nabii Allah Zakaria, tumemwona hapa, idhnada rabbahu nidaan khafiya, ni kwamba alimuomba Mola wake dua ya siri. Haikuwa dua ya siri hiyo, maana yake dua ya siri aliomba usiku. Sawa, akamwambiaje Mwenyezi Mungu? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni, Mwenyezi Mungu mimi imenyongea mifupa yangu, washta'ala ar-ra'su shayba, na kimewaka kichwa changu mvi, maana nimezeka. Walam akum bidu'ai rabbi shaqiya, na haikuwa kwa dua yako mimi kukuomba Mwenyezi Mungu ni mwenye kurudishwa nyuma, siku zote unanipa. Dua yake ni nini? Hii hapa, wa inni khiftul mawaliya, mimi nimeogopea ndugu zangu, min warai, baada yangu, yani baada ya kufa kwangu. Sawa, na waogopea ndugu zangu kutoendeleza dini. Almawali kama wanavyosema wafasiri ni ndugu zake upande wa baba, hawakuwa si sasa nimewachelea wale, hii dini inaweza ikafa mikononi mwangu, na nikiwatizama wale namna zao, hapana. Wakanat imraati akhira, na mke wangu akishakuwa ni tasa azai,
Kwa hiyo nakuomba Mwenyezi Mungu, fahabili min ladunka waliya, nipe mimi kutoka kwako mrithi. Waliyan bimaana alwarith, nipe mimi kutoka kwako mrithi. Anaomba mrithi, hakuomba urithi wa mali, kwa sababu Zakaria hakuwa na mali, yeye alikuwa najjar. Najjari ni lugha ya Kiarabu. Kiswahili nani? Ni fundi saramalla tu, alikuwa akichengeza madirisha ya watu, milango ya watu na majahazi ya watu. Hakuwa na pesa maskini. Kwa hiyo anataka mrithi, sio wa mali yake, kwa sababu hakuwa na mali, bali anataka mrithi wa dini, atakayekuja kusimamia dini. Kile kitu anachokiita wasomi wa somo la biashara au somo la utawala, kuna kipengele kinaitwa succession plan. Succession, baada ya mimi nani? Mimi kwa mfano Walidi nimekaa hapa katika kiti hichi, baada ya mimi kukalia kiti hichi katika kizazi changu nani? Au nikifa mimi ndio jina limekatika? Sawa? Wala hakuwa anamtaka mrithi wa mali zake, kwa sababu tangu hapo hakuwa na mali. Na hata angekuwa na mali, mitume hairithiwi. Mali za mitume haziingii katika mirathi, zinaingia Baitul Mali, inakuwa ni sadaka. Hata kama mtume kaacha dunia nzima ya mali, haingii katika mirathi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nahnu maashara al-anbiya'i la nurathu, sisi mitume haturithiwi. Ma taraknahu sadaqa, tutakachokiacha baada ya kufa kwetu ni nini? Ni sadaka. Kwa hiyo mtume hakurithiwa, nyuma yake hakurithiwa, Zakaria hakurithiwa, hata yule Suleimani bin Daudi alikuwa tajiri mkubwa pia hakurithiwa. Sawa? Kwa hiyo mitume hairithiwi, lakini mitume inarithiwa elimu. Ndio ukisikia al-ulamau warathatul anbiya bil ilmi, wanachuoni ni warithi wa mitume ilman. Kwa hiyo ukimwona mwanachuoni, jua huyo mtume huyo. Yameeleka vizuri? Wala usianze maneno kumpopoa, unajipopoa mwenyewe. Mtume. Tena wanachuoni wa zama hizi wa Mtume Muhammad, hawa wanachuoni hawa, mtume anasema ulamau ummati ka anbiya'i bani Israil, wanachuoni wa umma wangu mimi, mwanachuoni mmoja ni sawasawa na mtume wa Banu Israil. Kwa hiyo chuma kimekaa hapo, mtume huyo, kwa maneno ya Mtume Muhammad. Shauri yako. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo huyu hapa anaomba mrithi wa dini. Mrithi wa nini? Wa ilmu. Ngoja niweke nukta kidogo hapo. Hichi kitu ambacho ndicho kimekosekana kwetu sisi. Tumekaa hapa msikitini wote Waislamu wazuri, ndivyo sivyo? Ndivyo. Hivi ushawaza nani atakupita nyendo zako katika Uislamu mzuri wako, katika watoto wako? Bahati mbaya hatuna fikra hiyo wala hatuwazi hilo. Kila mmoja katika sisi anataka aache daktari, aache daktari wa familia, aache injinia wa familia, aache mwingine nani, accountant wa familia, aache mwanasiasa wa familia, aache fundi wa familia. Ndio tukiamka asubuhi watoto haya shule. Tunawataka madaktari wa familia zetu. Tena tunaulizana katika familia hii wangapi wana degree? 5. Basi tuongeze hizi, hazitoshi. Katika sisi nani wana master? Hatutoshi. Lakini hatuulizi nani katika sisi tukifa atatuzika. Msalini basi Mtume Muhammad. Mbona nikifika hapo mnanuna? Mawaidha ndio yalivyo. Mawaidha sasa na spirit unajua? Spirit yale maji yale ya kukaushia vidonda. Yale ni maji mazuri tu. Maji baridi. Hasa katika wakati kama huu wa joto kali kama hivi, unaweza kuoga yale kabisa, lakini ule wako una mchubuko. Umeeleka vizuri? Utatoka mbio kule chooni. Sasa ndio mawaidha. Mawaidha kama ya kugusi baridi
yakikugusa unaona kunaanza kuchubuka kama mnavyochubuka hapo ninavyosema mimi, kwa sababu na mimi siku hizi nimekuwa kiongozi nasema kama kiongozi sasa, nendeni mkaache watakaozishika familia zenu kwa akida, watakaosimamia koo zenu kuwazika. Ni aibu mtu kafa anaenda kutafutwa mzishi msikitini, na siku hizi tangu umeanza utaratibu misikiti yote kuwa na mochwari ndo kabisa, hatuoshi wazee wetu, hatuziki wazee wetu. Hapa lazima niseme kidogo hata kama muda utakwenda. Tumeelewana? Ndio kila atakayekufa wapi mambo yote tunamaliza maamuri. Kumbe leo ni ujanja, hatuna mtu sisi wa kutuzikia na kutuoshea. Ndio tunamaliza maamuri. Wapi mambo yote kichangani. Kwa sababu hatuna mipango ya kuacha watu wa hivyo katika familia zetu. Mipango yetu tuache wafanya biashara wakubwa, tuache mainjinia, tuache maprofesa. Lakini wakushika dini, nendeni leo mkalitizame hilo vizuri. Mimi juzi nimeenda kuzika pahala mama wa mtu, akanambia sheke, ingia umzuke mamako. Nikamwambia huyu si mamangu. Sio. Huyu mwanamke lazima azikwe na maharimu wake. Ndivyo sheke, sivyo? Ndivyo sheke kaandikisha kitu. Mkeo usimpe mtu akusikie. Mama usimpe mtu akusikie, mzike mwenyewe. Nenda naye mpaka kule chini. Inaweza kufunguka sanda kule. Imeeleweka vizuri? Jamani, mnanielewa vizuri? Ndicho hichi anachosema huyu Zakaria hapa. Anaambia Mungu, fahabli min ladunka waliya, nipatie mimi kutoka kwako nani? Mrithi. Atakayefanyaje? Yarithuni, atakayenirithi mimi utume na dini, wayarithu min ali Yaquba, na atakayerithi katika jamaa wa Yaqub, ukoo wetu. Waj'aluhu rabbi radhiya, na mfanye huyo Rabbi ni mwenye umridhie. Anaomba mtoto atakayekuja kushika dini, atakayeendeleza ukoo katika jambo la nini? La dini. Na sisi twendeni tukafanye dua hii. Katika watoto wako ukatazwi kupata mainjinia, kupata maprofesa, kupata walimu, kupata maraisi, lakini jitahidi umpate mwanachuoni wa familia, darueshi wao. Tusemeni inshallah. Haya. Mungu akamjibu akamwambia, ya Zakaria, ewe Zakaria, inna nubashiruka bighulamin, hakika sisi tunakupa habari njema. Nubashiruka, tunakupa habari njema. Bighulamin, kwamba utapata mtoto wa kiume. Ismuhu Yahya, jina lake Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, hatujamjalia jina hilo kabla yake mwenye kuitwa. Yani kabla ya yule Yahya bin Zakaria ilikuwa hakuna mtu huko nyuma anaitwa nani? Yahya. Na Yahya ni neno unaweza kusema ni la Kiarabu, maana yake anahui Yahya. Walil asma'i athar, majina yana athar, usiwe na wasiwasi. Atakuja mtoto wa kiume atakayekuja kuhuisha dini kwa jina lake na kwa vitendo vyake. Ismuhu Yahya. Tafuteni majina yanayoendana na watu. Usinganganie tu mimi mtoto lazima aitwe Kawambwa kwa sababu yangu alikuwa anaitwa Kawambwa, Pongwa, Shemzigwa, Changwalu. Sawa, majina ya wazee wetu. Mpaka leo Changwalu. Sawa, lakini si tunaanzisha familia? Basi tafuta majina. Yahya, Muhyiddin. Umeona? Muhyiddin, mtu anaitwa Muhyiddin, mwenye kuhui dini. Zainul Abidina, kipambo cha wenye kuabudu. Ndio majina hayo. Mwenyezi Mungu ajalie katika hayo. Uwanja wa majina nao upo. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibadilisha watu majina. Wewe jina lako nani? Siku moja alikuwa amekwenda na baadhi ya maswahaba, ikafika njiani, njaa zikawauma, akasema nani katika sisi atatukamulia maziwa? Akatokea mtu mmoja, ana ya Rasulullah, mimi nitasaidia kukamua. Akamuuliza kitu cha kwanza, jina lako nani? Akasema jina langu Muru. Unajua Muru? Jina langu Uchungu. Utageuka maziwa haya. Subiri, hebu mwenye jina zuri ukuaje kwanza? Umesikia Changwalu?
ya Zakaria, inna hakika sisi nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, tunakupa habari njema ya kupata mtoto wa kiume jina lake Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, hatujajalia jina hilo kabla yake yeye mwenye kuitwa. Qala, akasema Nabii Allah Zakaria, rabbi, bwana wangu mlezi, anna yakunu li ghulamun, ya mshangawe, vipi kaomba mwenyewe kisha kajibiwa, inawezekanaje mimi nipate mtoto? Wa kanat imraati aqira, na alishakuwa mke wangu ni tasa. Wakad balagtu, na mimi mwenyewe nishafikia minal kibari, katika ukubwa, itiyan, uliopita kiasi, uzee uliopita kiasi, mnazaje mimi? Mungu anaonyesha ukubwa wake, anasema qala, akasema kadhalika, hivyo hivyo utapata mtoto. Qala rabbuka, kisha hukumu Mola wako na kusema huwa alayya hayyin, hilo kwangu mimi ni jambo jepesi sana. Wakad khalaqtuka, nakumbuka nilikuumba wewe, min qablu, huko mwanzo kabla, walam taku shay'a, na wala hukuwa chochote. Nimeambiwa mpaka aya 9. Inshallah, Allahu wa rasulu alam. Hii ni Qur'ani, na Qur'ani ina maneno mengi, lahul maani kal mawji fil bahri. Basi Mwenyezi Mungu ajalie kwa uchache wa hayo atusawazishe makosa yetu, lakini aturidhie, kwa sababu tunachokitaka kikubwa ni kupata radhi zake, hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Ajalie Qur'ani hii tuliyosoma iwe ni yenye kutuongezea uzito katika mizani zetu za mambo ya kheri, lakini iwe ni sababu ya kutufutia makosa yetu, lakini ni sababu ya kupanda daraja zetu na kuingia katika kundi la watu wema. Wa ma alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.